Taharuki inazidi kutanda Tanzania baada ya jeshi la polisi la Samia Suluhu kufika kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima na kuleta mvutano mkubwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Leo hii tunakupeleka moja kwa moja hadi jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambako mvutano unaendelea kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima ambao umefikia kilele kipya na kuzua taharuki kwa wananchi na waumini. Kwa mara ya tatu mfululizo, hali ya ulinzi katika eneo la Ubongo Kibo ambako kanisa hilo maarufu limejengwa imeonekana kuimarishwa kwa kiwango cha hali ya juu tangu barua rasmi ya kulitaka kanisa hilo kufungwa ilipojitokeza hadharani tarehe 2 Juni mwaka huu. Maafisa wa usalama wamekuwa wakishika doria kali kila Jumapili wakizunguka eneo hilo kwa silaha nzito, magari ya doria na vifaa vya kisasa vya mawasiliano. Katika Jumapili hii ya tatu, hali ya tahadhari imekuwa tofauti. Wakazi wa eneo hilo wameripoti kuwa mazingira karibu na kanisa hilo yamegeuka kama kambi ya kijeshi. Maeneo yote yakiingia kwenye jengo hilo yamefungwa na waumini waliokuwa wakijaribu kufika kanisani walikaguliwa kwa ukali, huku wengine wakielekezwa kutawanyika kwa amani. Hatua hii imeongeza sintofahamu miongoni mwa wafuasi wa kanisa hilo ambao wamekuwa wakisubiri majibu kutoka kwa serikali na viongozi wao wa kiroho. Tukio hili linakuja ikiwa ni wiki moja tu tangu ibada ya wazi kufanyika kando ya barabara ya Morogoro mnamo Juni tarehe 15 mwaka huu baada ya waumini kushindwa kuingia ndani ya kanisa lao. Ibada hiyo iliendelea hadi waumini walipoanzisha maandamano ya amani wakibeba mabango yenye ujumbe wa kiimani na kilio cha kutaka haki ifanyike. Hata hivyo, maandamano hayo yalidhibitiwa kwa kasi na maafisa wa polisi bila vurugu kubwa kuripotiwa. Wachambuzi wa masuala ya dini na jamii wameonya kwamba hali ikiachwa iendelee bila majadiliano au suluhu ya wazi, huenda ikazua mgogoro mkubwa wa kitaifa unaoweza kugusa hisia za watu wa imani mbalimbali. Kwa mujibu wa wachambuzi hao, swala hili halipaswi kuchukuliwa kama mzozo wa kawaida wa kiutawala, bali linahitaji busara, ushirikiano na uwazi kutoka kwa pande zote. Hadi kufikia sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali wala uongozi wa kanisa kuhusu hatma ya mikusanyiko ya ibada Jumapili zijazo. Mashirika ya haki za binadamu, taasisi za kidini na vyombo vya habari vimeendelea kufuatilia kwa karibu sana hali, wakihimiza kulindwa kwa uhuru wa kuabudu kama haki ya msingi inayolindwa na katiba ya nchi. Channel hii ya Kenyascope itaendelea kukujuza kwa wakati kuhusu mzozo huu unaozidi kushika kasi na kugusa hisia za maelfu ya Watanzania. Hakikisha unajiunga nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video hii. Tuma pia maoni yako kuhusu hali hii kwenye sehemu ya comments. Sauti yako ni muhimu katika kulinda haki, uhuru na ustawi wa jamii.